Wakazi wa kijiji cha Ludende, halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoani Njombe, wameiomba serikali kushirikiana na wananchi wa kijiji hicho ili kukamilisha upatikanaji wa hati za hakimiliki za kimila kwenye mashamba yao. Wakazi hao akiwemo Peter Mgimba pamoja na Amani Haule wameeleza hayo wakati wakipewa elimu juu ya ardhi na umuhimu wa kupata hati iliyokuwa ikitolewa na ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Njombe. Tusiangalie kwa wepesi. Hili ni jambo ambalo ni ukombozi kwa wajane na yatima. Ni kwa sababu wajane wengi wanadhulumika ardhi na kusumbuliwa. Lakini leo najua kwamba biashara kusumbuliwa hawa wajane itakuwa imeisha. Mimi ni mwenyekiti baraza la kijiji. Ni makesi mengi ambayo tumekuwa tunashughulikia, lakini nakuta kwamba mjane huyu anaonewa ni kwa sababu mume wake amefariki. Hivyo familia yenye nguvu kwa hiyo mama huyu inabidi aanze sasa kutafuta msaada kwa serikali. Tunashukuru kwa kweli, Mungu awabariki sana uongozi wote mpaka hapa mlipokuwa umefika. Mimi nafikiri kwamba swala ya shilingi 50,000 sio shida. Kama mtaalamu wetu tunavyosema, shilingi 50,000 leo hii. Hiyo yani hela matumizi tu. Lakini ardhi huwezi kutumia leo kaimaliza. Ilikuwa ya kina babu mpaka leo wajukuu wanaendelea kufaidika. Kwa hiyo najua kwamba kwa sababu lipo chini ya uongozi wa serikali ya kijiji linazungumzika. Kwa hiyo tunapoonekana kwamba umekwama, litazungumzika namna gani uweze kutusaidia, kwa sababu dhamira ya serikali ni njema. Hivyo wapo pamoja na sisi. Ardhi yote ya kijiji ni lazima ipimwe, ni lazima, sio hiari, ni lazima. Sasa itategemeana na wewe vipande ulivyo navyo. Haya, una kipande kile kule Masita, na hapo penyewe una eka 3, utalipa 50,000. Una kipande kingine kipo kitongoji cha Ludende B, una eka 1, utalipa 50,000. Una kipande kingine kipo kitongoji cha Masita, labda tunasema Ludende A, na penyewe una eka 10, utalipa, kama zipo pamoja utalipa 50,000. Sasa 2022 kwenye mkutano wetu tulikubaliana, maana alikuja afisa ardhi wilaya akatoa maelekezo hapa tukiwa kwenye mkutano, ni kwamba wakati ule gharama zilikuwa chini, ilikuwa kwamba shilingi 30,000 kwa kila kipande muda ule mwaka 2022. Leo gharama zimepanda, yani kila kitu kimepanda. Kwa hiyo sasa gharama yake imefika 50,000, lakini tumejadiliana kwamba gharama hizo utazitoa kwa awamu 2. Vasco Mgimba ni diwani wa kata Ludende amesema kijiji hicho kilianza mchakato huo muda mrefu na kuwataka wananchi kulipia mapema kiasi cha shilingi 50,000 ili wataalamu waweze kufika kupima mashamba na kutoa hati. Tulikuwa tunalia muda mrefu sana. Alikuwa anaonyesha mara nyingi kitabu, yani mpaka niwaambie. Tuko Wizara ya Ardhi, tunatambua kama Ludende kuna mradi. Kitabu hiki ulinunua wewe uliyekaa hapo, ulichanga mchango, nilinunua mimi, alinunua huyu, kila mmoja alichanga. Niwakumbushe, akiwa mhasibu Anthony Mwagama alipita kama mimi sijawa diwani nakumbuka, alikuwa anapita nyumba kwa nyumba kukusanya mchango. Nataka tuanze mchakato wa nini? Wa hati miliki, na mlipewa elimu. Mnakumbuka mkumbuki ndugu zangu? Tunakumbuka, si ndio? Kwa hiyo hatujaja kwanza mradi. Baada ya hapo mkawa mnalalamika, na kitabu hiki kina peji nyingi sana. Kila mmoja atakuwa aingizwe humu ndani kutokana na mchango ulio uchangia. Lakini jambo la pili na la muhimu, mlisema mheshimiwa diwani, mpaka leo hatujapata hati zetu, tutafanyaje? 2022 mkanituma, nikaenda mkoani tukasema tutafanya, mambo yaliingiliana. Tunaelewana ndugu zangu wananchi? Jamani, hilo si jambo zuri hilo. Jamani, raha sio raha ndugu zangu? Na niwape habari njema sasa ndugu zangu. Sasa hivi niwaambie tu ndugu zangu, ardhi leo ina thamani sana. Naomba nikupe tu siri. Sasa hivi naomba tulie kidogo. Sasa hivi tunataka tupandishe thamani ya ardhi yetu. Mnafahamu miaka ya nyuma tulikuwa tunakodisha shamba kwa shilingi 20,000. Uongo kweli? Yaani tunakodi eka shilingi 20,000. Sasa hizi tumekuja eka 50,000. Tunaona kidogo ni nzuri, lakini mpango umebadilika. Hiyo 50 ukikodi unalima njegele, unalima na mahindi. Lakini kwa sasa hivi imebadilika. Ukikodi tu unalima njegele 50,000, mahindi 50,000. Uongo kweli? Sasa tukiwa na hati miliki ya kimila, ardhi zitapanda thamani. Sawa sawa jamani? Godfrey Masunga ambaye ni afisa kutoka ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa wa Njombe anasema lengo la serikali ni kuondoa migogoro ya ardhi na kutoa wito kwa wananchi kurasimisha mashamba yao ili yaweze kutambulika kisheria. Matokeo yake inaingia na ile tamaa ya kuuza eneo mara mbili. Sasa maeneo yetu kama hana kumbukumbu yatazidi kuchochea migogoro.
ili tujiepushe, aidha tuondoe na migogoro au tujizuie kupata migogoro, ni lazima sasa turasimishe mashamba yetu, yatambulike kisheria, yatambulike mipaka yake.